Asante sana. Na mtazamaji, karibu sana kwenye upande wetu wa Tamrini siku ya leo, ambapo tunaangazia suala zima la mgomo wa wauguzi ambao unaendelea hapa nchini. Tuko naye naibu katibu mkuu wa chama ama muungano wa wauguzi hapa nchini, ama ukipenda Kenya National Union of Nurses, Bi Lucy Mburu, ambaye atatueleza mgomo huo ulianza lini na sasa hivi tumefika siku ya ngapi na umesababishwa na nini. Bi Lucy, karibu sana. Lakini kama ulivyokuwa tumekujuza kwenye mitandao yetu ya kijamii kwamba leo ulikuwa tunafaa tuwe naye katibu mkuu mwenyewe mzee Seth, lakini ameweza kushikana. Hebu tuambie, mbona hajakuwepo leo? Asante sana kwa hii nafasi yenu mmepatia kama wauguzi. Na kwanza kwa majina ni Lucy Mburu, naibu katibu mkuu muungano wa wauguzi Kenya National Union of Nurses and Midwives. Katibu kwa saa hii ameshikana kidogo kwa mkutano ambao ilikuwa inaendelea hapo Mombasa, kati yake na gavana wa Mombasa ambaye ndiye mwenyekiti wa Health Committee in the Council of Governors. So hapo ndipo hako, lakini chama iko imara na sisi wote chini yake na tuko sawa kumwakilisha kwa hii jambo. Kwa hivyo huo mkutano tuseme huenda ukazaa matunda na mgomo huenda pia ukatamatishwa, ama tutarajie nini kutokana na mkutano huo? Ni ombi yetu kwamba hii mgomo ikuje mwisho wake, ama tupate suruhu kuhusu ile madai ama matakwa ile wauguzi wanayodai katika hii nchi. Kwa hivyo moja yapo ya Kenya ameenda kufanya ni hiyo tu, kuwasiliana na yeye ili kutafuta tujia. So tuwaomba na tuwategea that we'll have power through. Yeah. Naibu katibu, je, mgomo huu ulianza lini? Sasa hivi tumefika siku ya ngapi na kipi ambacho kimepelekea nyinyi kuweza kugoma? Mgomo ya wauguzi ilianza tarehe 29 mwezi uliopita, na kwa hivyo tuko siku ya 27 kutoka hii mgomo ianze. Na kuna zile matakwa ambayo tuliweka ambayo ilifanya wauguzi kwa nchi waende katika huu mgomo. Ni swala imekuwa ikijadiliana kutoka mwaka wa 2017 2017. Na mojawapo ya sababu kuu ya hii mgomo ni CBA ama Collective Bargaining Agreement kati yetu na Council of Governors ama kwa serikali za ugatuzi, na ingine ilikuwa mambo za career guidelines, na bado kulikuwa na mambo kuhusu the UHC workers, na uso kulikuwa na mambo kuhusu mambo za Kisii. Kuna wauguzi ambao walitamatishwa kazi Kisii. So hivyo ni mambo ambazo zilifanya after kufuatilia sana ikatubidi twende katika mgomo, ambayo haikuwa kutaka kwetu, lakini wakati tulifuatilia kwa njia zinginezo tukaona hatukuwa na way through, so ndio maana wauguzi wakaenda katika mgomo. Kabla tuangazie hivyo vipengee ambavyo umeweza kuvitaja, kwanza hebu tupatie tu kwa kifupi tu kwa faida yule mtazamaji, ili aweze kuona jinsi mgomo huu unavyosababisha kulemaza kwa huduma katika hospitali na the seriousness ya huu mgomo katika sekta ya afya. Je, tunapokosa nesi ama muuguzi katika hospitali, ni huduma gani ambazo zinakosekana pale? Asante sana. Muuguzi ni mmoja wa wale wafanyikazi ambao wako hospitalini, na katika hospitali tunao wafanyikazi wengine. Lakini vizuri kujua wauguzi ni wao wengi kabisa katika hospitali, ama we form the highest percentage. Na also ni muuguzi peke yake ako kwa kila level ya hospitali, kuanzia community level 1 mpaka level 6. Meaning hakuna hospitali inaweza fanya kazi inavyofaa bila muuguzi. Kwa hivyo muuguzi ni wa maana sana katika hii huduma za afya. So kwa wakati muuguzi amegoma, ni kusema katika ile dispensary mara mingi unakuta hakuna mtu mwingine yoyote anafanya kazi as a professional bila tu ni muuguzi yako peke yake.
Ukienda kwa health center, ambayo health center ni ile watu wanaonekana wakienda nyumbani na bado iko na huduma za wamama kujifungua. Hiyo unakuta nayo wauguzi ni wao wanachukua the highest. Juu kama ni maternity, that's why we are nurses and midwives. Unakuta hiyo percentage yote ni muuguzi anafanya kazi. So wakati muuguzi amesitisha kazi hizi za huku mashinani, na ndio tunaongelea kuhusu universal health coverage ambayo inahusu mashinani, ni kusema bila muuguzi hiyo haiwezi timika. Na tena ni kujua hata kwa hospitali hizi kubwa, kwa wodi, kila wodi huwa inamanajiwa. Muuguzi niye peke yake, wengine wanakuja wanafanya kazi wanaenda nyumbani. Muuguzi niye peke yake katika ward, anafuatiwa mgonjwa 24 hours. So meaning bila muuguzi hata wards haziwezi operate. So tunasema basically health haiwezi fanya kazi bila muuguzi. Juu ni yeye tu atoko kutoka kwa ile kiwango chini cha hospitali mpaka ile ya referral hospitals. So hiyo ndio na sana ile inahuwa inaguza mwananchi sana wakati muuguzi hayuko kazi. Ni afya ya mama na watoto. Juu kama ni chanjo, kila kitu, hiyo ni muuguzi. Hiyo ni muuguzi peke yake. Ikikuja ni kliniki ya mama wajawazito, hiyo ni muuguzi. Ikikuja ni maternity, hata kama tuko na madaktari wetu gynecologist, kazi mingi haizi fanya bila muuguzi. So huyo ndio muuguzi. So hiyo ndio sababu kwamba wagonjwa wengi ambao walikuwa wamelazwa walikuwa wanaambiwa kwamba watoke katika wodi waende watafute huduma katika hospitali za kibinafsi. Lazima wangeenda juu kama ni ward haizi kaa peke yake, mwenye wanakaa na yeye ward 24 hours ni muuguzi. So wakati ameenda inabidi ward, ani vibaya sana hata saa hii maward mingi zimefungwa. Juu wengine wanakuja wanatibu mgonjwa, daktari anakuja anaona mgonjwa, physiotherapist anakuja anaona mgonjwa, mwenye anaachiwa mgonjwa na anafanya kila kitu. Hiyo ni kazi ya muuguzi. So bila hiyo ward haiwezi endelea. Naam, tumeshuhudia baadhi ya hospitali kwa hata zimepigwa kufuli kabisa. Naam, tukiangazia swala zima ambalo limewapeleka nyinyi kwenda nyumbani sasa hivi, tuangazie huu mkataba wa maelewano ama hii CBA yenu. Je, inazungumzia nini? Inahusisha nini na nini? Imeorodhesha nini katika hii CBA ambayo inawafanya kwamba hatuwezi endelea na kazi mpaka muweze kutia saini huu mkataba wetu ama hii CBA yetu? Na mbona pia imechukua muda mrefu kuweza kutiwa saini na baraza la magavana, kwa sababu 2017 sasa hivi ni takriban muongo mmoja ama zaidi ya miaka 10 kufika sasa. Asanti sana. Tukiongelelea kuhusu CBA. CBA ni makubaliano kati ya wafanyikazi na mwajili. Hii ndio inapia welfare ya mfanyakazi inaangaliliwa katika ile mwongozo. Kwa hivyo hii CBA inaongelelea kuhusu mshahara wa muuguzi na bado inaongelelea kuhusu welfare yake. So wakati tunaongelelea kuhusu CBA, hii ndio inapatiana mwelekeo ya ile mshahara ama allowances zenye muuguzi anazopata kulingana na ile kazi anayofanya. So wakati tunaongelelea kuhusu mwaka wa 2017, wauguzi walienda mgomo ambayo ilienda takriban miezi 5. Na after hiyo mgomo kulikuwa na ile makubaliano ya kurudi kazini ama return to work formula ambayo ilitiwa sahihi na magavana wote na muungano wetu, lakini ile makubaliano ilikuwa hapo, hiyo ndio mpaka wakati huu haikutimizwa, haikutekelezwa kulingana na venye tuliagana na wao. Kwa hivyo imekuwa tukaendelea na mazungumzo kutoka wakati huu, tumekuwa tukifuatilia ili iweze kutimizwa. Juu ilikuwa inaongelea kuhusu hizo allowances za muuguzi na hiyo welfare issues ambazo ziko hapo. Na hatuongei kuhusu tu ati ni mambo ya kujipenda sama na kama wauguzi. Kwa hii CBA bado inaongea hata wakati tumeenda industrial action. Ni nini hatuwezi simamisha. So ni mkataba ambayo inaongelelea kuhusu sisi wote yenye itafaidi hata huyo Council of Governors na bado sisi kama wafanyikazi. So kutoka hiyo time tumekuwa tukiongea na wao mpaka wakati huu. Na wakati ukiona chama yoyote ikiamua kwenda katika mgomo, hii inakuanga the last option. Tumejaribu boardroom, tumejaribu mazungumzo na wao mpaka tukafika mahali tukainua mkono juu. Si kawaida kwa wauguzi ama wafanyikazi wa afya kwenda mgomo. Lakini ukiona wakifinywa sana, ndio inabidi tuende juu.
hatuna otherwise. So hii ni kutotimizwa kwa hiyo return to work formula of 2017 ndio ilifanya CBA isitekelezwe, juu Kenya tulikuwa tunaitisha karibu yote ilikuwa kwa hii makubaliano ya kurudi kazi ya 2017. So wakati wamekataa ama walisita kutimiza hii ndio ilifanya twende katika huu mgomo. Je, mnahisi kwamba mshahara mnaopata ni duni? Ni duni kulingana na kazi tunayofanya. Na hakuna wakati mshahara pengine itawahi kuwa itatosha, lakini ni vizuri at least kama ni allowances, hata ukilinganisha na kazi yenye mnafanya. For example, tunaangalia kuhusu risk. Risk ni ile hatari tunajihusisha nayo wakati wa kazi yetu. Tukisema muuguzi yako na mgonjwa 24 hours, ni kusema kuna wauguzi wengi tumeenda nyumbani na magonjwa ambayo tumetoa kwa wagonjwa. We call them nosocomial, tunazitoa kazini. Na kuna zile hatari tunakutana nazo kwa kuwa tuko na mgonjwa hii masaa yote. Ikuwe ni usiku, ikiwa ni mchana, kuna magonjwa hata ukikumbuka ile wakati wa COVID 2019 tulikachwa kwa kazi na nyinyi. Lakini kila mtu alikuwa anaambiwa wameenda quarantine. Lakini hii quarantine yako na nani? Wauguzi na wengine wako. So kwa hivyo hizi ndizo baadhi ya Kenya tunaenda tukiangalia na tunaongelelea kuhusu hii hatari yenye tunajiweka wakati tunaangalia mgonjwa. So mshahara ni duni, lakini bado tunaangalia na tumesema haitawahi tosha. Lakini at least ni vizuri tuangalie ili at least matakwa yao yakuwe. Na also ni vizuri tukiangalia hata kulinganisha na wenye tunafanya kazi na wao. So hizi hatari zote ndio tunaangalia na hizi CBA at least muuguzi asikie ama ajihisi anafanya kazi inayofaa. Kuna wakati ambapo kulikuwa na malalamishi kwamba ama ni tetesi kwamba wale wauguzi ambao wameajiriwa na serikali kuu na wale ambao wameajiriwa na serikali za kaunti kuna utofauti wa malipo. Je, hili pia lipo ama ilikuwa tu ni baadhi tu ya tetesi? Lipo. Serikali kuu wakati ugatuzi ilikuja, kuna wale wauguzi waliachwa na serikali kuu. Na tuko na wao katika Mathari Teaching and Referral, Spinal Injury, kuna wao wako under hiyo serikali kuu. Wao wako na CBA. So wakati CBA imekuja inaorodhesha hii allowances zao ama zao ziko sawa. Kwa hivyo ndio inakuwa. Ingine ya kuangalia ni kuwa katika serikali kuu kuna circular ya service Public Service Commission ambayo zina apply kwa national government, lakini ukikuja kwa serikali ya hazirete. Kwa hivyo unakuta hata mambo za job groups, watu wa serikali kuu kuna job group hawapiti. Yao wako na 17 taya. Ukikuja kwa ugatuzi tuko na 21 taya. Kwa hivyo ni kumaanisha mwenye anaajiliwa kwa serikali kuu leo, hata kama tuko na same qualifications, venye ataendelea na hiyo kuprogress kwake, ataenda juu ya mwenye ako kwa ugatuzi na anakuwa ahead more than 6 years ahead. So hii ndio inaleta balana, ndio maana tunaongea kuhusu hii CBA ili at least watu juu tunafanyia kazi, hata kama kuna tofauti isikuwe kubwa sana, inafanya watu wakuwe demoralized. Tukizungumzia hii career guideline ama mwongozo wa taaluma, huu unahusisha nini? Hebu tuelimishe na hapa. Career guidelines inaongea kuhusu vile muuguzi anaendelea kulingana na masomo yake ama kulingana na profession yake. It's the path mtu ana progress professionally. Kuanzia venye qualify, akagraduate na venye anaingilia katika kazi yake, venye anaendelea akikua katika kazi. Kwa hivyo it is professional growth, na bado inakuja kurecognize the specialties wauguzi wako nayo. Yenye tunatumia saa hii scheme of service, it's backdated 2014. Lakini na vizuri kunote kwamba wauguzi wamerudi shule wakafanya bachelors. Kitambo sana wauguzi walikuwa pengine na certificate na diploma. Lakini kwa saa huu tuko na wauguzi ambao ni madaktari at PhD level. So hiyo scheme venye ni ya kitambo huwa haitabui hii masomo yote. Wauguzi wamespecialize, ukienda kila department muuguzi amesomea kulingana na mahali anafanya kazi. For example, when it came to COVID 2019, ICU ama critical care
wauguzi wamefanya critical care lino, kila muuguzi amespecialize kulingana nayo. Hii ya kitambo haitabui watu wamesoma vipi. So career guideline inasaidia kwenye mtu amesoma aendelee, wenye wamefanya bachelors waendelee, wenye wameenda mpaka masters, inasaidia kukua kwa mtu professionally. Na bado ina recognize the speciality ile watu wanafanya. Na ni vizuri kujua hizi kutotabulika kwa hao watu wamesoma ndio to some extent imechangia wauguzi wengi kutoroka wakitafuta greener pastures. Because kama ni rino ama critical care, ukienda kwingine kuma nchi zingine wanakuta they are well recognized. So imechangia pakubwa hata nini wauguzi kutoka nchini kwenda kutafuta greener pastures. Tuzungumzie pia kidogo hawa wauguzi wa UHC ambao tunafahamu kwamba serikali iliweza kutenga fedha za kuwaajiri katika serikali za kaunti kwenye bajeti iliyopita, lakini mbona hawajaweza kupata mikataba yao katika serikali za kaunti na sasa hivi wako wapi? Swala ya UHC imekuwa kizungumkuti kidogo. Juu ni wafanyikazi ambao waliajiliwa wakati wa hiyo janga la COVID-19 na wakatumwa katika counties. So wamekuwa wakifanyiwa counties kazi lakini mshahara yao ziko serikali kuu. Wakati waliajiriwa, that is miaka 6 iliyopita, walikuja kama kukuja kusaidia kulingana na venye nchi tulikuwa katika crisis. So ilikuwa contract ilikuwa the first 3 years wamekuja kilinioia, lakini sasa hii serikali kuu imesema pesa imekuja. So imekuwa hiyo mvutano kati ya serikali kuu na serikali za ugatuzi. So lakini uzuri wake ni kujua kwamba after hii kesi imekuwa kubwa sana, rais wetu ameingilia kati na pia tuamshukuru hata katibu CS Duale ambaye na yeye aliingilia kati na wakasema wamepeana pesa, so tunagoja. Na since kwa hii summit imekuwa juzi, President alisema lazima kupatikane suruhu hii wiki. So tunaomba after hii kazi yote tumekuwa nao na mvutano hii yote ya UHC kulingana na wanafaa kwenda wapi, tutapata jibu kwa hii wiki kulingana na vile wiko. Lakini waliwekwa katika PNP lakini iko kwa payslip. Hawana barua ya kusema wako PNP. Hawana barua ya kusema nani amewaajili. So wako tu. Lakini tuko na sure kama kiongozi wa nchi amechukua hii jambo, tuko na sure that it will be sorted within this week. Na sasa hivi wako wapi ama wako tu nyumbani? Wako tu nyumbani. Wengine wako kazi. So tunagoja tu mwelekeo juu uko na barua lakini hujui unafaa kufanya kazi wapi. Juu kazi uliajiliwa na county akiambiwa Abea anasema hana pesa. So kuna hiyo confusion ilikuwa, lakini tuwaomba hii wiki kabla ishe tutapata suruhu. Na swala la hawa wauguzi ambao waliweza kusimamishwa kazi katika kaunti ya Kisii kama walivyosema, ilikuwa Kisii na kuna kaunti nyingine pia kama ni Nyandarua ama ilikuwa ni Kirinyaga. Tatizo lilikuwa wapi? Mbona alisimamishwa kazi? Na hiyo sakata inaendeleaje sasa hivi? Hiyo tunaweza kosa kuiongelea sana, lakini ni vizuri kujua Kisii na Kirinyaga walifutwa kazi, tukaenda mahakamani na kuna kutoda ya kusema warudishwe kazi kwa sababu ile jinsi walifutwa kazi haikuwa inafuata sheria. Kwa hivyo hii mambo yote iko kotini, na kulingana na venye ile meeting katibu ameattend na venye tumekuwa tukifuata na Council of Governors, tuwaomba tuifuatilie kulingana na individual county. Juu hata hizi county zingine, kila county iko na mambo zake ambazo ni unique kuliko zingine ambazo hatuwezi combine. So hizi tumeamua kama chama tutazifuatilia kulingana na individual counties na venye zinakuja. So kama hiyo ya Kisii tunaifuatilia, juu maneno iko kotini, ya Kirinyaga iko kotini, so tunaifuatilia kulingana na venye hiyo kesi ilienda. Na tukizungumzia kutia saini kwa mkataba wa maelewano na wa kurejea kazini, je, ni serikali zote 47 ambazo hazijaweza kutekeleza hilo ama kuna baadhi ya serikali ambazo zimeweza kuitikia hayo matakwa yenu na wahudumu wako kazini kama kawaida? Tukikuja kwa CBA, kulikuwa na after 2017 tulienda kwa mawasiliano na tukatumwa kwa serikali za ugatuzi. Kuna serikali zilikuwa zimeitikia
lakini ukienda kule kupata SRC inakuwa ngumu kupewa hizo allowance ikiwa individual county. Okay. So hata kama kuna serikali kadhaa zilikuwa zimeitikia kusaini ile muktaba ama CBA, ikakuwa ni ngumu kutekeleza kwa payslip juu kuna kodi inatakikana ambayo inageneratiwa national. Okay. So kuifanyia kwa individual county ikakuwa ngumu. Na ndipo maana tukaenda kwa COG na wakaitikia ni ngumu, so wakaitikia central negotiation ama tuifanyie kwa pamoja ili kila county ikuwe well represented na izikuwe uniform. Juu hii ilikuwa na shida, kuna wao wataitikia, kuna wao walikuwa hawaitikia, na hata wakiitikia haiendi bali. Juu SRC wanahitaji hiyo code na bado kuigenerate ikakuwa ni shida. So hiyo ndio tuli end up kukuwa na central negotiation. So kwa wakati huu hakuna county hata moja kwa nchi ya Kenya iko na CBA na wauguzi. Okay. Na ndio maana tumetoka nje sisi wote, ndio hii tuna demand tupewe CBA ili tuweze kurudi kazini. Yeah. Je, tuko na wauguzi wa kutosha hapa nchini? Wauguzi wako wa kutosha, lakini hawajaajiliwa wote. Okay. Juu our medical training colleges wana train kila siku na actually wale wako nje ni wengi sana. Lakini ukikuja kwa wale wameajiliwa hawatoshi. Juu ukikuja kama ni counties wanasema kuna wage bill. Kuna ile wage bill ile wanafaa kufikisha kiwango ya I think 35%. So kila county sahi I think wako na beyond 35%. So kuajili inakuwa ngumu. Lakini ukikuja shortage, actually hii ni kitu moja counties tumeishi, na hata saa hii sidhani kuna county wanaweza sema wako na wauguzi wa kutosha. Juu kama venye nakuelezea, kazi ya muuguzi ni ngumu juu ni kazi ya 24 hours. So kwa hivyo inahitaji kama ni ward kuna shift 3. Kuna mwenye anaingia asubuhi, kuna anaingia jioni, agojee wa usiku. So ni 24 hours. Hii ni kukuambia kila wakati lazima kukuwe na muuguzi. Kwa hivyo kwa ward si kazi ile tunasema ya 8 hours. Ya muuguzi ni different. So hawawezi kuwa enough juu ya hiyo hawajaajiliwa wa kutosha, lakini wauguzi nchini wamesoma, wako wengi, kuajiliwa ndio hawako kwa system. Je, unaambiaje yule mwanafunzi ambaye anakusikiliza sasa hivi yuko pale KMTC na nasikia jambo kama hilo, kwamba kuna hiyo changamoto ya kuajiri wauguzi katika nchi yetu? Ni ukweli kuna changamoto ya kuajiri wauguzi, lakini si kusema hakuna gap. Pengine ni serikali sijui tutaifanyia nini ili wakuje waajiliwe juu kazi ya wauguzi iko. Pengine ni hii mambo za wage bill zinaendelea. Okay. Uzuri wa hii profession yetu is internationally recognized. Okay. So hata ukisoma hakuna mtu asikufe moyo ati juu ya kuwa hawaajiliwi. By the end of the day kuna wale wana exit through natural na kuna wale bado wana resign na nini, so hakuna wakati mtu anaweza kosa kazi. It's a very noble profession, so I will encourage anyone. Kuna wengi ambao tunaona sasa hivi wakitoka kutafuta ajira katika nchi zingine. Je, huo ndo mwelekeo ambao tunafaa kufuata sasa hivi, hasa wale ambao wapo shuleni? Hiyo sijui nijibu aje. Lakini it's still an option. Because by the end of the day kama uko internationally recognized, chance ikionekana mwenye anaweza, juu hata kwenda huko nje si ati ni rahisi sana. Juu kuna mitihani bado inahitaji pesa, but kwa serikali yetu kama tunaweza waajiri watu wetu, juu hii ni brain drain. Tuna train watu vizuri na kugewezekana kwanza tuhudumie wananchi wetu. Hiyo inaweza kuwa ya muhimu kabisa. Lakini kama hakuna option na kuna wale bado wanaenda nje, it's an open opportunity. Okay. So mtu anaweza tuendea for the greener pastures. Juzi pia mliitisha kikao na wanahabari na mkaweza kuapa kwamba sisi haturudi kazini mpaka matakwa yetu yote yaweze kutimizwa. Je, kuna yale ambayo pengine serikali ikiweza kuahidi ama serikali za kaunti ikiweza kuahidi, mnaweza legeza kamba kidogo mseme basi acha turudi kazini? Kwa sababu tukiangalia kwamba maelfu ya Wakenya sasa hivi wanaumia, maelfu wanalazimika kwenda katika hospitali binafsi na wengi wao hawana uwezo. Hapo kwa kuahidi ni ngumu. Haitawezekana. Juu kutoka 2017 tumeahidiwa, tukachoka. So hii kuahidi tunataka wafanye jambo. Kama ni mambo za CBA,
hiyo ili wauguzi warudi ama turudi kazi, CBA lazima tupewe barua na SRC of letter of no objection ya kusema hii CBA itatimizwa na serikali za ugatuzi. So kuahidiwa haturudi, lakini kuna ile, na ndio maana hata huyo katibu mkuu anaenda kuongea na wenye washikadau katika hii sekta. So tunataka watimize hii CBA. Tumetuahidi, hata by the way wanafaa kutupongeza. Tumegojea ya kutosha. Kutoka 2017 miaka ni mingi sana. So kuahidiwa hatutarudi, lakini kuna ile wanaweza fanya. Unajua kwa mambo ya CBA ni give and take. Kama tulilegeza kamba, tumevumilia hii miaka yote, yenye tunaweza pongezwa nayo tu ni kutupatia CBA, at least wauguzi warudi kazi. Wanaweza sema ni vizuri kusema bado katika hii mkutano katibu mkuu walifanya kikao na gavana wa Mombasa, hii mambo ya career guidelines waliamua tutatengeneza committee kati ya Council of Governors na sisi ambayo itaendelea tuone venye inaweza fanyiwa very soon. So ni kuonekana tuko na nia jema kuhusu hii maneno. Kwa hivyo hii serikali wakisaini tu hii CBA leo, tupewe hiyo barua, kesho wauguzi wote wanarudi kazi. Ni vibaya sana juu najua Wakenya wanaumia na ni vibaya sana, lakini wacha hata hao at least wauguzi hata wao waangaliwe kwa njia mzuri. Yeah. Na hata UHC pia watakaporudishwa kazini kama mlivyoahidiwa kwamba hii wiki haitaisha wataweza kurudishwa kazini. Endapo pia wao watarudishwa, bija hiyo pia itawafanya pengine muweze kulegeza kamba kidogo. Mseme basi angalau pia serikali inaonyesha nia ya kuweza kutimiza matakwa yetu. Zikishikanishwa zote mbili hatuna shida. Hizi zote mbili zikishikanishwa ya kuhusu UHC na hii mkataba wa makubaliano, tunarudi kazi kabisa. Yes. Lakini cha muhimu ni hiyo CBA kwanza iweze kutekelezwa. CBA lazima itimizwe, at least watu wapate. Juu hii itapatia muuguzi nafasi kubwa sana. At least ikuwe na we don't have an active CBA. Okay. So hii ndio ya kwanza. Na tumeiongelelea miaka mingi. So tunasema at least wacha muuguzi apewe CBA. Yes. Na pale mnapoketi kama pia viongozi, mnahisi hii vuta ni kuvuta inatokea wapi? Mbona kuna, kama naweza kubadilisha ile swali kidogo, ni kwamba tangu mwaka 2017 kwa nini imechukua muda mrefu, na unahisi ni nani ambaye amelegea katika kazi yake? Ya kwanza naweza sema mwenye blame game inakujianga wakati mwingi kwa Council of Governors. Unasikia kuna wale wanasema wakati yule tulisaini hii return to work hakuwa uongozini. So wanajaribu kuchukua muda, na ndio maana tunasema tumewapatia muda wa kutosha. Kama huku wa serikali uliingia 2022 umeshajua Kenya ilikuwa inaendelea. So wakati mwingi ni hii mambo za counties, there is a new government but we still believe ofisi bado iko. So hii ndio swali nyeti imekuwa hapa katikati. Also kuna kitu inakuwa kizungumkuti kwetu kuhusu kati ya serikali kuu na za ugatuzi. Kuna zile policies zinatoka kwa serikali kuu na ukifuka kwa county government wanajiondoa kama waajiri binafsi. So hii ndio swali kubwa inafaa kuzingatiwa na iangaliwe sana. Juu ukiangalia hii yote kutoka ile time 2013, kila mgomo wa uguzi ama watu wa afya, wafanyikazi wa afya wameenda mgomo, inahusu tu wafanyikazi. So ni kuambia kuna gap mahali ya human resource in health ambayo inafaa kuzingatiwa kwa ukina kuliko venye tuko sahi. So kuna hiyo mambo za policies za national government na bado kuna hii mambo kuhusu the change of government, watu wanaanza kublame. Like there is one of the governors alikuwa anasema hata hii wakati tulikuwa tunasaini hii return to work, it was under coercion, there were elections, something like that. So this is change of government ndio inaleta, wanasema iko na shida, lakini kwetu hatuoni ikiwa na shida juu bado serikali umekuta wafanyikazi, kuna ofisi, payroll ziko. So kwa nia jema nadhani hizo zinaweza suluhisho. Tukimaliza, uko na nusu dakika, unaweza zungumza na wauguzi wako na pia unaweza zungumza na serikali zote mbili. Je, wito wako ni gani kama kiongozi wa wauguzi? Kwa wauguzi wenzangu,
hii vita lazima tupambane, mgomo bado inaendelea, lakini tuwashukuru serikali kwa kwanza wako na nia njema saa hii, na tunatarajia, we are hopeful, tutapata njia kabla ya hii wiki kuisha, na tunaomba sana kama ni serikali kuu ama serikali za ugatuzi, tusigoje mpaka wakati wauguzi ama wafanyikazi wa afya wataenda kwenye mgomo. Ni vizuri watu wakawa na kikao venye tumekuwa tukikaa, we complete the negotiations without waiting for people to go on strike. So mgomo bado igali iko, lakini tunaomba na tuna hope that kutakuwa na nia njema kulingana na ile mkutano katibu amefanya na bado inaendelea. Naam, Yeah. Shukran sana Bi Lucy Mburu, na sisi tunatakia kila laheri katika safari yenu na mapambano yenu haya ya mgomo. Asante. Naam, shukran za dhati pia mtazamaji kwa kuweza kutuazima jicho lako, sikio lako kwenye mazungumzo yetu ya Tamrini. Asante sana. Christina Masha ndio jina langu, nikiwa nawe mwenzangu Anu Wangeshi kwenye upande wa lugha ishara, na kutakia mchana mwema, lakini usibanduke, maana kikosi kizima cha habari za saa 7 kitakuwa kinawasili muda usiokuwa mrefu. Kwa heri.